إنما الأعمال بالنيات. Kwa mnasaba wa haya niliyoyataja, ndugu zangu Waislamu, tutazungumzia inshallah taala katika khutba ya leo mafundisho na mazingatio na masomo na mafunzo ambayo Muislamu anayapata kutokamana na ibada ya haji. Al-ibar wad-durus التي يستفيدها المسلم ويتعلمها المؤمن من خلال هذه العبادة العظيمة. Jambo muhimu sana ambalo Waislamu tunataka tuzingatie sisi ambao tulioko hapa na hata wale wenzetu ambao wamejaliwa kutangulia katika safari hii ya haji mwaka huu, na sisi ambao pengine tutajaliwa kwenda mbeleni, na hata wale ambao tayari washatekeleza. Miongoni mwa mambo muhimu ambayo kama Waislamu tunatakiwa tuyajue na tuyafahamu kwa undani ni kwamba ibada ya hija na yale yote yanayotekelezwa katika ibada ya hija inayoitwa manasik laysat mujarrad a'malan mufarragha, si amali ambazo zinafanywa tu kama rutini. Kwa sababu wakati mwingine sisi Waislamu, baadhi yetu tunaingia katika kosa la kulitizama ibada kwamba ni kama amali ya rutini ya kawaida ya uzoefu, kama vile ibada ya sala. Wakati mwingine inafika wakati Muislamu anaswali ibada ya swala, lakini ibada ile yuaitekeleza ni kwa sababu ya mazoea, kwamba tangu mdogo alikuwa akiswali, babake akimpeleka msikitini aswali, yeye yuwaswali, yuingia msikitini yuwaswali, vipindi vitano havimkosi wala havimpiti. Na hili ni jambo zuri, lakini kule Muislamu kukosa kuelewa madhumuni, malengo, mafunzo na mazingatio yaliyomo ndani ya ibada ya swala inapelekea katika hasara kubwa kwa Muislamu. Na hasara yenyewe ni kwamba ibada ile inakuwa ni mufarragha, yani ni ibada farigha, ibada inatekelezwa lakini ndani hamna kitu. Unatekeleza kwa sababu ni wajibu, kesho mbele ya Allah azza wa jalla ukenda utahesabiwa kwamba umetekeleza faradhi ya swala, lakini kwamba swala ile imeleta manufaa, imeleta mabadiliko, imeleta natija, imetoa athari, imeonesha mambo mazuri na matunda mazuri katika maisha, hili ni swala lingine ambalo si kila Muislamu yalifikia. Sasa hivi ambavyo tumezungumza katika swala ndio tunazungumza katika hija, na pengine wakati mwingine Allah azza wa jalla akitujalia mnasaba mwingine wa khutba tutakuja kuzungumza kuhusu haya ya swala, lakini ya hija tunayozungumza katika khutba ya leo kwa sababu ya mnasaba wa wakati. Ndugu zangu, ni ibada ya hija kadhalika ni vile vile kuna mambo mengi ambayo haji au alhujaj wanayafanya. Kwa mtazamo wa macho ya mwanadamu ya kawaida, wewe unaweza kuelewa au kuona kwamba ni kama rutini ya jambo yalifanya ambalo pengine lina historia. Sasa kule kuelewa maana yake ni nini, ili ibada ile iweze kuwa na manufaa na athari katika imani ya Muislamu, inabidi lazima tuwe na taamuli, tuwe na mazingatio. Nitapiga mfano kabla sijaingia katika mada. Miongoni mwa ibada ambazo mahujaji wanatekeleza katika ibada za hija za wajibu ni kule kurusha mawe au kupiga mawe jamarat, ambazo
ni ashkhas, ni nguzo ambazo zimesimamishwa, basi nguzo zile kwa siku maalumu na wakati maalum unakwenda kuyapiga mawe zile nguzo. Kuanzia yaumul Eid, yaumun nahr, kule kwao inaitwa yaumun nahri, kwetu ni yaumul Eid, Eidul Adha. Alafu na siku ya 11 vile vile 12 na mpaka 13 ayam at-tashriqi. Ibada ya kupiga mawe, wengi katika Waislamu, takriban asilimia kubwa sana, 99 labda, wanaamini kwamba au wanadhani ya kwamba katika ibada ile wewe unampiga mawe shetani. Hata kuna wengine ambao wanadhani hasa kwamba pengine yule shetani yuko pale, wewe unachukua mawe unampiga yule shetani. Ukisema Allahu Akbar unarusha jiwe unampiga shetani. Jiwe la kwanza, jiwe la pili, Allahu Akbar, paka mawe 7. Ukimaliza vijiwe visaba unakwenda zako, unarudi tena siku ya pili unampiga yule shetani tena mara 7. Tena siku ya pili unapiga mashetani 3, sio mmoja. Yaumun nahri moja peke yake, lakini yaum at-tashriq al-awwal, at-tashriq ath-thani, at-tashriq ath-thalithi unapiga mawe katika viguzo vitatu, mashetani 3 hao. Sasa dhana ya Muislamu inamwambia kwamba mimi napiga mawe shetani. Basi napiga mawe shetani, ushamaliza kisha unakwenda zako. Muislamu uliyepiga mawe lile kiguzo pale, swala ambalo tunafaa ujiulize ni kwa nini umefanya ibada hii, na katika kutekeleza ibada hii umepata mafunzo gani, na kuna malengo yapi ambayo yalikuwa inatakiwa yapatikaniwe katika athari ya imani, ndipo ukasimama ukapiga mawe. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kukosa kuelewa haya ndio yasema. Maana lengo na darasa iliyoko hapa ni Muislamu anapewa funzo. Hii ni ibada iliyofungamana na historia ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Kwa hivyo kwanza atoe Muislamu katika akili yake kwamba katika lile guzo lile pana shetani pale amesimama. Hamna shetani pale. Wakati ule unarusha mawe pale, wakati ule hamna shetani, wala shetani si mjinga kwamba atakuwa amesimama pale halafu mahujaji waje mamilioni kwa mamilioni, yeye akiwa amesimama nyinyi mnampiga mawe. Yeye akiwa amesimama pengine yuko pale pale haondoki, au kila mwaka ajipeleke kule Mina, yeye mwenyewe ende kule Mina ili Waislamu wakampige mawe yeye akiwa amesimama. Au nadhani shetani ni mjinga kiasi hicho? Shetani hana ujinga huo, wala hilo shetani hawezi kulifanya ende akasimame Waislamu wampige mawe. Kwa maana ya kwamba wakati ule unapiga mawe pale hamna shetani. Unapiga mawe kwa sababu ni ibada ambayo imetekelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kunukulu na kuthibitisha ibada na historia aliyokuja nayo Ibrahim alayhi salam katika tukio ambalo amepewa amri ndani yake na Allah azza wa jalla kumchinja mwanawe. Shetani akajitokeza akamwambia Ibrahim alayhi salam, akamshawishi asiitekeleze ibada ile, asiitekeleze amri ile ya kumchinja mwanawe. Ibrahim alayhi salam akatambua kwamba hii ni tashwishi ya shetani, haya ni mawazo ya shetani. Akamwambia shetani, mimi jawabu yako nayo, na jawabu yako ni kukupiga mawe. Akachukua mawe Ibrahim akampiga shetani akiwa anamuona. Ibrahim alayhi salam, nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam al-Mustafa al-Mukhtar salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, akataka tukio hili lidumu katika maisha ya Waislamu katika umma wake ila yaumil qiyama. Sasa basi wewe unapompiga mawe shetani, maana yake, maana ya tukio hili la ndani, makusudio na mafunzo ya tukio hili ni kujiambia ewe Muislamu ya kwamba ewe shetani,
mimi natangaza vita nawe kama alivyotangaza vita hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na kama alivyokupiga mawe Nabii Ibrahim alayhi salam. Manabii wangu wawili hawa walikupiga vita, kwa hivyo mimi kadhalika mfuasi wao na kupiga vita vile vile. Mimi nakukataa na sikubali ushawishi wako, na ndio maana nakupiga mawe. Itakuwa ni jambo la ajabu shetani yule unayempiga mawe yaumun nahri, na siku 3 baada ya yaumun nahri unampiga mawe, ukirudi nyumbani shetani yule uliyempiga mawe ni rafiki yako mkubwa sana, ndiye sahibu yako mkubwa sana, na ndiye kiumbe unayeelewana naye mkubwa sana, na ndiye kiumbe anayekupa amri zake unazotekeleza, na kiumbe anayekupeleka kule unapotaka kufanya. Hili litakuwa ni jambo la ajabu, kwa sababu itakuwa kama Muislamu hujayapata yale mafunzo yaliyozingatiwa katika ibada kama ile. Ayuha alikhwa alkiram, tukiendelea kwa mfumo huu ambao nimeutaja sasa, maadamu umeelewa makusudio ambayo nimekusudia katika khutba ya Ijumaa hii, basi tutaelewa ya kwamba ibada ya hija kuanzia mwanzo mpaka mwisho yote imesimama juu ya ibar na juu ya durus na juu ya mafunzo ambayo Muislamu anatakiwa kuyaelewa katika kila kipembe cha maisha yake anayoishi nayo. Kwanza kabisa katika mafunzo haya, ikhwatal kiram, ni somo la ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha mja wake kutekeleza ibada ya hija, alimwamrisha mja wake kutekeleza ibada hii kupitia kwa lam ambayo inajulikana kwa wanazuoni wa lugha ya Kiarabu na wanazuoni wa tafsiri wanaiita lamul ikhtisas. Lam ambayo inapoingia katika ismu, katika jina, inakuwa lile jambo lililoegemezwa kwa lile jina linafaa liwe kwa yule aliyetajwa pekee. Tawasomea aya 2. Ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani yake, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Pameingia lam wa li, kisha lafdhul jalala Allah, lillahi ala nas. Hii lamu hii ya kwanza wanazuoni wanaita lamul ikhtisas. Hii ibada ya hija iliyofaradhishwa na Allah azza wa jalla ni ibada inayotakiwa kufanywa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, sio kwa lengo lingine lolote, wala sio kwa ajili ya kiumbe mwingine yoyote, wala sio kwa ajili ya sababu nyingine yoyote. Walillahi ala nasi hijjul bait. Aya ya pili vile vile katika surah al-Baqara inasema, wa atimmu al-hajja wal-umrata lillah. Vile vile Allah lafdhul jalalati imeingia kabla yake lam ambayo ni lamu al-ikhtisas. Timizeni, kamilisheni enyi Waislamu ibada ya hija na umra lillahi, kwa ajili ya Allah peke yake. Lam hii lao utasema wewe Muislamu, mimi hii lam nitaiita lamu al-ikhlas, itakuwa hujakosea. Maana ni lamu ambayo inaingia ili kuonesha ikhlas ya kwamba ibada hii inafaa itekelezwe kwa ajili ya Allah peke yake. Amepata hasara kubwa Muislamu ambaye ataingia katika ibada hii kama Waislamu wengine, lakini lengo lake ni tofauti. Lengo lake ni kwenda kuangalia shughuli zake zingine kule, lakini ameona kwamba fursa nzuri ni kutumia visa ya hija. Lengo lake pengine ni wal billahi ar-riya was-sum'a, ni kujionesha na kusikika ya kwamba fulani mashallah hakuna mwaka yuwapitwa na hija, hakuna mwaka unakuja yeye bila kuhiji, na yuwafanya bidii ajiwekee hija kila mwaka,
asema ili watu sije wakasema mbona mwaka huu unkosa kwenda. Sasa ili watu wasiseme hivyo, acha mimi nenda hija, maana imekuwa ni routine yangu, every year I have to go to Hajj. Hasara kubwa, kwa sababu moja katika malengo ya hija ni kumfundisha Muislamu somo la ikhlas. Sasa vile vile ambavyo ikhlas inatakiwa katika hija, ndugu zangu Waislamu, tuelewe kadhalika ya kwamba ikhlas inatakiwa hivyo hivyo katika amali zingine zetu zote. Ukiswali unahitajia ikhlas, ukitoa zaka unahitajia ikhlas, unapotoa sadaka kumsaidia Muislamu unahitajia ikhlas, ya kwamba sadaka ile na nafaka ile na khairi ile uifanyayo waifanya kwa ajili ya Allah azza wa jalla, huifanyi kwa ajili ya kusifiwa, wala huifanyi kwa ajili ya kutaraji kushukuriwa na kuambiwa ahsanta, wala sio kwa ajili ya malengo yote ya kidunia. Somo la pili la hija hiyo, ikhwata al-imani, ni kwamba hija kadhalika inatufundisha somo la tadhhiya. Tatajalla fi al-hajj suwarun kathiratun min suwari at-tadhhiyat. Sura za tadhhiya zinajitokeza katika hija kwa namna na njia mbalimbali nyingi. Huwezi kuhiji mpaka uwe tayari kutoka katika mazingira na nyumba na sehemu unayoishi, ufunge safari, uingie katika safari, uelekee katika bilad al-haram, mji wa Makka, ndiko kunakotekelezwa ibada ya hija. Maana ibada ya hija inatekelezwa pahala maalum. Kwa hivyo ile mufaraqatul awtani, kule kutoka katika mji wako pale ulipo, ukaacha shughuli zako, ukaacha familia yako, ukaacha starehe zako, ukaacha mambo yako kwa ajili ya hii ibada kuitekeleza katika wiki mbili, siku 10 na takriban, kuongeza au kupunguza, ni tadhhiya kubwa ambayo Muislamu anaitekeleza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika tadhhiya zingine nyingi ambazo Muislamu anazipitia ndani ya ibada za hija. Muislamu anaingia katika tadhhiya ya starehe zake za nyumbani. Ukienda katika ibada ya hija utakwenda kulala katika mahema. Nazungumzia hali za aghlabu ya Waislamu. Naelewa ya kwamba sasa hivi hali zimebadilika na hija imekuwa inafanywa katika kategori na klasi na grade mbalimbali. Haya ni mambo mengine, lakini aghlabu ya Waislamu wengi zaidi wanaofanya hija wanafanya hija katika hali ngumu. Umetoka nyumbani kwako, umeacha nyumba yako nzuri, umeacha rumu yako behewa la rumu, mita 15 kwa mita 12, futi kadhaa kwa futi kadhaa, kitanda cha king size, godoro ni mpaka uruke juu uweze kulala vizuri sana. Unakwenda Mina, unalala juu ya mkeka. Muzdalifa unalala juu ya ardhi, ikiwa mkeka hakuna unajipumzisha pale, unaweka lile begi lako, begi ndio linakuwa mto. Hizi starehe zote umeziwacha, ni tadhhiya, ni kujitolea, sacrifice unaifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Somo lililoko hapa Muislamu ni kwamba ikiwa umeweza kutekeleza sacrifice, ikiwa umeweza kutekeleza tadhhiya katika ibada ya hija, basi elewa vile vile ya kwamba unaweza kuifanya tadhhiya hiyo hiyo katika maisha yako yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ulivyoacha starehe zako na nyumba yako na familia kwa ajili ya Allah azza wa jalla, panaweza kutokea sababu kadhalika nyingine ambayo unatakiwa kama Muislamu uliyetamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kadhalika uache hayo kando kwa ajili ya kusimamisha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Uliamua kuacha biashara bila ya kuogopa, bila ya kuwa na hofu ya kwamba mimi naingia katika ibada ya hija, hii transport yangu hii nani ataipeleka, itakwenda vizuri kweli au sije haya malori yakawa yamekwama, haya maduka haya yataendelea kweli ama yatakwama haya maduka, pengine watakuja fulani waizi, watakuja sijui nini, utaibiwa. Haya yote kayaweka kando,
ukafanya tadhhiya kwa ajili ya Allah azza wa jalla, maana yake ni kwamba unaweza kutekeleza tadhhiya katika maisha yako liajli Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mwingine wote muislamu ukitakiwa kusimama na tadhhiya hiyo utasimama nayo. قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، kwa hakika mafunzo na masomo yaliyoko katika ibada ya hija ni mengi mno. Wakati wa khutba kawaida huwa hautoshei kuyazungumza, lakini kwa sababu ya kufikisha yale machache ambayo tunaweza kuyagusia, wal maysuru la yutraku bil ma'suri wama la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Kwa ajili ya hivyo au kwa ajili ya kaida hizi tunaongeza tena faida nyingine ya mwisho katika khutba hii kwa sababu ya wakati, lakini si kwamba ni haya pekee yake tuliyotaja, yapo mengine mengi. Lingine ambalo kadhalika tunafundishwa katika ibada ya hija, wanatuambia wanazuoni, ni tadhkirun bi yaumil qiyamati. Hija ni ibada kubwa sana ambayo inamfundisha Muislamu na inamtaka Muislamu aelewe na akumbuke siku ya kiyama. Inamtaka Muislamu akumbuke na awe saa zote anazingatia siku ya kiyama. Na mafunzo haya yanaanzia mavazi anayoyavaa Muislamu. Vazi analovaa Muislamu mwanamume linaitwa vazi la ihram, ambalo katika sunna linatakiwa iwe ni rangi nyeupe na ni vitambara viwili. Kitambara cha kwanza ni izari, kinafungwa kama kikoi. Kitambara cha pili ni rida, kinafungwa juu ya mwili. Bas, hamna vazi lingine lolote ambalo lipo ndani wala lipo juu. Mwanachuoni katika tabiina Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi anasema huo ni mwanzo wa ukumbusho wa Muislamu ya safari yake ya kiyama ya akhira. Maana safari yako ya kwanza ya akhira inaanzia kuanzia vazi ambalo linaitwa kafani. Itizame rangi ya kafani na itizame rangi ya ihram. Tizama vazi analovalishwa muhrim au analovaa muhrim, na hili vazi la kafani analofinikwa nalo maiti. Utaona kuna tashabuhi kubwa sana. Maiti mle ndani hamna kitu kabisa, amefinikwa na nguo nyeupe peke yake ambazo ni 3. Tofauti ni namba. Wewe umevaa nguo 2, maiti amevaa 3. Hiyo ndio tofauti yake, lakini ndani hana nguo na nguo zenyewe ni nyeupe. Anasema Al-Hasan Al-Basri, sasa yule Muislamu ambaye ihramuhu ila ihram yake la yudhakkiruhu bikafanihi, ambayo haitomkumbusha kafani yake, basi asema famata yatadhakkar, huyu Muislamu atakumbuka lini mauti? Lini tena atakumbuka mauti? Wakati Allah azza wa jalla ashakuwekea baadhi ya vituo vya kukukumbusha kwamba mauti yapo yanakuja. Ndani ya ibada ya hija kuna sura nyingine hapo hapo ya tadhkiri bi yaumil qiyamati. Tunakumbushwa sura ya mahshar. Al-mahshar au al-hashr ni kule Allah subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamati kwenda kuwakusanya watu wote pamoja juu ya ardhi ambayo siku hiyo yaumil qiyama, ardhi hiyo itaitwa ardhul mahshar, ardhi ya kufufuliwa watu juu yake, na ambayo ni ardhi hii, lakini Allah azza wa jalla ataigeuza. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Waislamu tutakusanywa sote juu ya jangwa, juu ya uwanja mmoja sote. Hija, Waislamu kadhalika katika jangwa la Arafa wanakusanyika wote pamoja.
katika jangwa moja. Ingawa idadi sio idadi itakayokuwa siku ya kiyama, lakini tunapewa sura ndogo ya vile ambavyo waislamu watakavyokwenda kusimama pamoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuhesabiwa. Yaum al-qiyama hakutakuwa katika kufufuliwa na tofauti za rangi na tofauti za makabila na tofauti za nationality na nchi. Kadhalika katika hija tunakumbushwa somo hili ya kwamba Muislamu anapovaa nguo ile ya ihram, basi ni Waislamu wote wanavaa nguo ile ile. Leo tuna rais ambaye ni Muislamu, hata kwenda kuvalishwa nguo yake au hatavaa nguo specially kwa sababu yeye ni president. Hakuna waziri atakayevaa ihram yake specially kwa sababu yeye ni waziri. Hakuna mfalme anayevaa ihram yake specially kwa sababu yeye ni mfalme. Nguo ni mbili peke yake za ihram. Hii ni kukumbushwa sisi Waislamu ya kwamba sote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tupo katika daraja moja, tupo katika mizani moja, na tutakwenda kuhesabiwa pamoja. Sote sisi ni wanadamu, sote sisi ni viumbe. Hakuna anayemzidi mwenziwe kwa rangi, hakuna anayemzidi mwenziwe kwa cheo, hakuna anayemzidi mwenziwe kwa madaraka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Duniani tunaweza kujigamba kwa madaraka yetu, kwa vyeo vyetu, kwa makabila yetu, kwa yale tulionayo na kwa rangi. Tunaweza kubaguana duniani, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yote hayo hayana mazingatio. Mazingatio mbele ya Allah azza wa jalla, inna akramakum inda Allahi atqakum. Yule mchaji Mungu wenu zaidi ndiye aliye na daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rangi haina mazingatio, kabila halina mazingatio, mali hayana mazingatio, cheo na madaraka hayana mazingatio. Na masomo haya tunayapata katika ibada ya hija kama alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.